Salamu uliyejaa neema, Bwana yu pamoja nawe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapendwa taifa la Mungu, hija ni tendo takatifu, ni tendo la ibada, ni tendo la imani. Mtu yeyote anapofanya hija anatafuta kujikabidhi zaidi kwa Mungu, kuiomba baraka ya Mungu, kuomba ulinzi wa Mungu, kuomba msaada wa Mungu. Nanyi kina mama wa Katoliki kutoka jimbo la Bagamoyo na jimbo kuu la Dar es Salaam, mmechukua uamuzi mzito wa kufanya hija. Na katika hija hii, kama mjafanya, niwaalike kwamba mjumlishe pia toba. Toba ni kipengele muhimu cha tendo la hija. Tumwombe Mungu toba kwa ajili ya dhambi zetu binafsi. Tumwombe Mungu toba kwa ajili ya raia wa nchi hii. Tumwombe Mungu toba kwa ajili ya kanisa lote. Na tunapofanya tendo hilo la toba na hija, tumeamua kuadhimisha misa kwa heshima ya Bikira Maria, mkingiwa dhambi ya asili. Hilo tutalitafakari vizuri tutakapofika kwenye somo la Injili tulilolisomewa leo. Tuanze kwa kutafakari somo letu la kwanza. Lakini kabla ya kuliona somo la kwanza, niwakumbushe yale yanayokutikana katika sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo. Katika sura ile tunafundishwa kuwa Mungu amemuumba mwanadamu. Amemuumba mume na mke, na mwanamume na mwanamke, wote wawili wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo wote wawili kwa asili wanaakisi utakatifu. Wewe unayenisikiliza, kwa asili unaakisi utakatifu. Sijui katika mapito yako umeutunzaje huo utakatifu. Lakini Mungu ni upendo na Mungu ni huruma. Kwa sababu pamoja na kuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, pamoja na kuzawadiwa upendo na urafiki wa Mungu, wanadamu wa mwanzo walikubali kumwasi Mungu. Walisakamwa na matamanio yao, wakajiruhusu warubuniwe na yule mwovu. Akawadanganya akiwauliza, eti miti yote ya bustanini humu
si mmekatazwa msile? Na Eva akasema, si yote, moja tu, ule wa mema na mabaya tumeambiwa tusiguse. Na Shetani akamwambia, unajua kwa nini tumeambiwa msiguse? So Mungu anaogopa. Hivi Mungu atamwogopa nani? Mungu anaogopa kwamba mkila matunda yale mtampiku. Kwa bahati mbaya, kuna watu ambao wanafikiri wanaweza kumpiku Mungu. Wanajigeuza miungu wadogo. Usithubutu hata mara moja, hata uwe nani, kujigeuza kuwa Mungu mdogo. Wewe ni kiumbe wa Mungu ambaye unapaswa kutambua uwepo na upekee wa Mungu. Unapaswa kutambua ukuu na utakatifu wa Mungu. Na papo hapo, kwa roho ya unyofu, udogo na utakatifu, kupiga magoti mbele ya Mungu na kusema, Bwana unihurumie. Bwana unihurumie, mimi kiumbe wako duni. Sasa wakisharubuniwa, wakala matunda waliokatazwa, walijigundua kwamba wamefilisika. Ulishaanza kufilisika wewe, mama mwenyekiti? Ulishaonja kufilisika? Pole. Kufilisika ni kitu kigumu, lakini kufilisika kwa Adamu na Eva kulikuwa kufilisika kamili. Manake sio kwamba walijipapasa wakakuta mfukoni hamna kitu. Hapana, walijigundua kwamba wako watupu, na sio utupu wa kutovaa kitu, utupu wa ndani, umaskini kabisa, yaani kuwa hoi bin taabani. Na kwa sababu hiyo ikabidi wajifiche. Lakini mzaburi anasema, niende wapi mbali na uso wako hata nijifiche? Niende wapi ambapo wewe hutanikuta? Mara nyingine katika umaskini wetu tunadhani tunaweza tukafanya vituko, alafu tukajifanya havikufanyika, na tukajifanya kwamba Mungu haoni, Mungu hajui, Mungu hafahamu. Tuwe makini. Tunaweza kurubuniana sisi wanadamu, kamwe hatuwezi kumrubuni Mungu, kwa sababu Mungu anajua yote. Mungu anaona yote, na Mungu anatawala yote. Na huyu Mungu anayejua yote ni Baba wa huruma. Ndio maana wazazi wetu wa kwanza walipokubali kujinadi, wakawa watupu, wakafilisika, Mungu hakuruhusu dhambi yao iwe na kauli ya mwisho. Na vivyo hivyo Mungu haruhusu dhambi yako
iwe na kauli ya mwisho. Kauli ya mwisho bado ni huruma ya Mungu, ni upendo wa Mungu, ni haki ya Mungu. Narudia tena, kauli ya mwisho ni huruma, upendo na haki ya Mungu. Na hayo tunaitwa kuzingatia, kupalilia na kuyaishi. Na kwa msingi wa hiyo huruma yake, upendo wake na haki yake, Mungu amewahurumia wanadamu waliopotea dhambini. Ndio maana leo katika sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo, ambayo huitwa ni Injili au habari njema ya awali, Mungu anamkabili mwanadamu mdhambi. Anamuuliza maswali Adamu. Amesikia katika umaskini wake, eti alijibu alilotoa. Adamu uko wapi? Kimya. Adamu uko wapi? Kimya. Mara ya 3, Adamu uko wapi? Akajikunyata akasema, niko huku nimejificha, maana niko uchi, maana niko mtupu, maana niko garasha. Hapo Mungu anamwambia, nani amekuambia uko uchi? Je, mmekula tunda la mti niliowakataza? Sasa sikiliza umaskini wa Adamu, na ni umaskini wetu wote. Pale tunapotarajiwa tuseme, Bwana nimekosa nisamehe, tunatafuta kile ambacho Waswahili siku hizi wanakiita bangusiro. Bangusiro, yaani tunatafuta wa kumpakaza lawama yetu. Kwa hiyo Adamu badala ya kusema nisamehe Mungu wangu, kwa kifupi anamwambia Mungu, huyu mwanamke wako uliyemleta akae nami ndiye tatizo, ndiye ameniletea tunda akanishauri nile. Hapo nimeshasema hapo nyuma kwamba Mungu ni huruma. Mmesikia kama Mungu analumbana na Adamu kumwambia acha uongo wako? Halumbani naye, anamwacha na umaskini wake kwanza, alafu anamgeukia Eva. Binti yangu vipi? Na Eva sio tofauti na mumewe. Eva naye anatafuta bangusiro, anatafuta nani ambebeshe lawama. Na kimsingi anamwambia Mungu, na ni kama anamlaumu Mungu pia, huyu nyoka wako huyu uliyemuumba wewe ndiye amenifanya nionje tunda hilo na likamwonjesha na mume wangu. Kwa hiyo ole wako kwa kuumba nyoka. Alafu Mungu anaanza na nyoka, maanake nyoka sisi wanadamu, nyoka kwa asili tunamuona kama ni kiumbe ovyo sana, kiumbe wa kukimbizwa na kuuawa, lakini kwa asili ni kiumbe ambaye ana umaana pia. Nyie mnaojali mazingira, kwenye mazingira yenu mkiua nyoka wote, panya watawasakama mpaka kieleweke.
kama hamjui sheria za mazingira. Kila nyoka utakayemwona wewe, ua, utavuna panya mpaka ushangae. Kwa hiyo kwa asili yake nyoka ana wasifu wa kuhifadhi mazingira, analeta uwiano. Lakini pia nyoka anawakilisha nguvu za uovu, nguvu za giza, nguvu za kifo, nguvu za dhambi. Na ndio maana tuna uadui naye. Na Mungu alimwambia Eva, alimwambia nyoka, nitaweka uadui kati yako wewe na huyu mwanamke, kati ya uzao wako na uzao wake. Akamwambia Eva, na wewe mama wa watu utazaa kwa taabu. Na wewe mwanamume, ole wako, lazima uweke jembe begani, ulime, uhenye, ule kwa jasho lako. Hata kama wana Dar es Salaam tunatoka jasho bila kulima, lakini basi hilo linamhusu mwanadamu. Alime, afanye kazi, na kazi iwe na maana. Kazi ni chombo na fursa ya wokovu. Na Bwana wetu Yesu Kristo amefanya kazi ngumu ya kutukomboa. Akatukomboa kwa mateso, kifo na ufufuko wake. Huyu aliyetukomboa ni mwana wa Mungu. Na Mungu amemwandalia makao. Amemteulia mama ambaye kwa namna ya ajabu amembeba tumboni mwake, akatuletea Bwana na Mwokozi wa ulimwengu. Maria huyu aliyeandaliwa awe mama wa Mwokozi, katika somo letu la Injili tumesikia akipashwa habari na mjumbe wa Mungu. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda kwa mwanamwali bikira jina lake Mariamu, ambaye alikuwa ameposwa na Yusufu wa ukoo wa Daudi. Akamsalimu kwa salamu nzito ambayo imemgutusha huyu binti. Katika somo tulilosomewa imetafsiriwa, salamu wewe uliyepewa neema. Lakini katika tafsiri sisisi zaidi inatafsiriwa, salamu uliyejaa neema. Sasa hiyo uliyejaa neema inamfanya Maria atambulike kama Eva mpya. Kama Eva wa awali alipoteza uzito, alipoteza uzuri, alipoteza utakatifu, akawa garasha. Maria Eva mpya amejaa neema, amejaa utakatifu, amejaa baraka. Anapewa salamu nzito, salamu ewe uliyejaa neema. Huyo ni mama wa Mwokozi. Huyo ni mama yetu.
Huyo ni mwombezi wetu. Maria akishasikia salamu hiyo aligutuka, akauliza maswali, sio kwa sababu alitaka tu kwa mdadisi. Alimuuliza maswali manyofu na anapewa jibu. Bwana amekuchagua, amekuteua uwe mama wa Mwokozi, na huyo utakaye mzaa ataitwa mtakatifu, mwana wa Mungu. Jibu la Maria limetustahilisha wokovu. Kwa Kilatini jibu hilo linakwenda hivi: Fiat voluntas tua. Rudieni. Tarudia tena. Fiat voluntas tua. Yaani, utakalo litimizwe. Hilo ndilo jibu la Maria kwa wito wa Mungu, kwa wema wa Mungu, kwa huruma ya Mungu, kwa ukarimu wa Mungu. Tunapoadhimisha siku ya leo, tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya upendo, kwa zawadi ya huruma, na kwa zawadi ya wokovu aliyetuzawadia kupitia Mama Maria. Sasa kina mama, Maria ni mfano wenu. Maria ni mwombezi wenu. Maria ni mwalimu wenu. Mnapofanya hija, na waalika mnuie na mpanie kufuata nyayo zake. Amani ya Kristu iwe nanyi.